Hii ni Fullshangwe TV, habari zaidi. Wapo baadhi ya wenzetu ambao wanatamani zaidi kujua tumeishia wapi na kauli mbiu yetu ya biashara saa 24. Lakini wapo wenzetu pia wanaotamani kuendelea kujua tumefikia wapi kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%. Lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo. Moja ikiwa ni kusaini mikataba, mbili ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini tatu yakiwa ni malipo, lakini nne ikiwa ku discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine ni madeni yote ya nyuma kulipwa ili kuweza kuuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki. Maeneo yote haya very soon yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Katika hili niendelee kuwaomba kwamba kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa mwongozo kuhusu siku rasmi ya ufunguzi wa soko letu, na kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa rasmi mwongozo wa kiongozi atakayekuja kulizindua soko hilo, basi niendelee kushirikiana ama kuomba ama kuwapa rai viongozi wote wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Kariakoo kufungua njia ili soko letu liweze kupitika, na hasa pia nyakati ambazo viongozi waandamizi watakapotaka kuliona soko hilo wasipite kwa shida. Soko lina ramani na lina barabara rasmi. Kwa hiyo viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Kufungua njia kuelekea kwenye soko la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Na jambo jingine kuhusiana na hili, kulikuwa pia kuna malalamiko mengi kuhusiana na bei kuwa kubwa za frame nyingi zilizopo kwenye ukanda wa Kariakoo. Ninayo furaha pia kuwaeleza kwamba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi Deo Ndejembi kupitia shirika la nyumba NSC wameamua kuingia katika ubia wa majengo yake yote yaliyopo eneo la Kariakoo, ubia na private sector, ili aweze kuvunjwa na kujengwa upya kwa mkataba maalum. Na kwa mantiki hiyo ninayo hakika kwamba mwaka huu hali ya biashara katika eneo lote la Kariakoo itaendelea kuwa bora sana, kwa sababu maeneo ya kufanya biashara yameendelea kuongezwa kwa ubunifu mkubwa ulioendelea kufanywa na Wizara ya Ardhi chini ya Waziri Ndejembi na Shirika la Nyumba la Taifa, kwa kuingia ubia na wafanyabiashara au kuingia ubia na watu binafsi ili waweze kuboresha nyumba za awali na kuwa magorofa yenye frame nyingi za maduka. Sambamba na hilo, ndugu zangu waandishi wa habari, mwenendo wa biashara za saa 24
ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea. Leo mkipita katika viunga mbalimbali kuanzia Kariakoo mpaka Mwenge na baadhi ya maeneo, mtakuta kwamba biashara saa 24 zinaendelea. Na hapa Kariakoo nitumie nafasi hii kushukuru sana gavana wa BOT aliyetupa vibali ama aliyetoa vibali kwa taasisi za kibenki, taasisi za kifedha kufanya pia kazi saa 24 kwa wale wenye uwezo huo. Niombe na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa NMB Bank ambao wao wamekuwa wa kwanza kabisa benki yao kwanza cooperate kwa masaa mengi pale Kariakoo. Lakini kwa kuwapongeza huku si maana kwamba benki zingine sijazipongeza, na wao wanaendelea kuinstall baadhi ya mifumo ili pia kuruhusu biashara saa 24 kuweza kuitika katika mnyororo unaohusiana, yani biashara, uhifadhi wa fedha, masuala ya ulinzi na masuala mengineyo ya namna hiyo. Je, hali ikoje sasa? Kama tungesema katika asilimia, tuko asilimia ngapi? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwape tena taarifa hii njema kwamba tumepeana assignments na wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba baada ya mkoa kulaunch ama kuzindua, sasa wakuu wa wilaya kwa kushirikiana na taasisi zote wafanya biashara ndani ya wilaya zao na wao wa launch biashara saa 24 katika wilaya zao, ili wafanya biashara wetu katika maeneo mbalimbali waendelee kuiona fahari ya usalama wa ndani ya mkoa wetu na ufahari ya usalama ndani ya taifa letu unaoratibiwa na kusimamiwa na vyombo vya dola, lakini kwa uimara wa serikali anayoiongoza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni Fullshangwe TV, habari zaidi.